Taswira hizi hazihitaji maneno mengi kuelezea maumivu. Mtoto mdogo, mifupa ikiwa imechomoza, macho yaliyopoteza nuru na mwili uliodhoofika kiasi cha kutoweza kusimama. Hali yake haikuwa tu ya njaa, bali ya upweke uliokithiri. Mtoto aliyetelekezwa na jamii yake, akituhumiwa kwa mambo asiyoyajua na kuachwa afe mtaani kama kiumbe asiye na thamani. Kisa hiki kimetokea huko nchini Nigeria, ambapo imani potofu zilikuwa na nguvu kuliko damu ya udugu. Kijana huyu aliyepewa jina la Anja alikuwa ameishi miezi 8 akila makombo ya dampo. Jamii yake ilimtenga, ikiamini kuwa ni mchawi aliyekuja kuleta laana. Hakuna aliyemgusa, hakuna aliyemsemesha. Kila mmoja alikuwa akisubiri pumzi yake ya mwisho ikate. Lakini katikati ya giza hilo nene la kifo, mkono wa upendo ulinyooka, si tu kumpa maji na chakula, bali kumpa utu uliokuwa umepotea. Safari ya kumpa mtoto huyu nafasi ya pili ilianzia hapa, kwenye kuogeshwa, kuvishwa na kulindwa dhidi ya ukatili wa dunia. Miaka 10 imepita tangu picha hizo za leo za kuhuzunisha zilipotikisa dunia. Leo tunamtazama kijana tofauti kabisa. Si yule aliyekuwa akisubiri mauti, bali ni kijana aliyejaa afya, mwenye tabasamu pana na anayetembea kwa madaha akielekea shuleni. Ujumbe wa kisa hiki kwa jamii yetu ni ukatili wa imani potofu unaua, lakini upendo unahuisha. Tunapoona watoto mitaani, tusiwaone kama laana, bali tuwaone kama viongozi wa kesho waliokosa fursa. Miaka 10 ya Anja ni uthibitisho ya kwamba hakuna kiumbe aliyepotea kiasi cha kutoweza kuokolewa. Hii ndio nguvu ya umoja na huruma, kutoka kwenye ukingo wa kaburi hadi kwenye kilele cha ndoto zake. Hiki ndicho kisa cha matumaini kwa wote. Leo Anja anatabasamu. Je, ni watoto wangapi wengine wanasubiri mkono kama huo ili nao waweze kutabasamu? Mimi ni Khalid Omar, Kishki TV. Kishki TV, nuru ya dini yako.